wako 56 ambapo kati yao maafisa wa polisi ni 26, magereza 18, watumishi mbalimbali 18 na waliobaki ni watu wa kada mbalimbali. Kwa sasa hivi darasa lina wanafunzi hao 56, lakini matarajio kwa watu ambao wameshaomba kushiriki katika mafunzo haya wameshafikia watu 76. Kwa hiyo tunategemea kwa jumla darasa hili litahusisha wanafunzi wapatao 76. Afande, kwa ufupi tumeamua kuendesha darasa hili katika kuimarisha huduma za usalama barabarani, kwamba kwa kipindi kirefu kulikuwa kuna hombwe la kanuni na taratibu za usalama barabarani kutokufuatwa. Watu wengi wanaendesha vyombo vya moto wakiwa hawana leseni, wengine hata taratibu za uendeshaji wa vyombo vya moto hawazifahamu. Kwa hiyo baada ya kuona tatizo hilo katika wilaya yetu ni kubwa, basi tuliona kwamba ni vyema tuwasiliane na wenzetu wa VETA mkoa ili tuone uwezekano wa kuanzisha darasa hili ambalo litatusaidia kuondokana na ajali za mara kwa mara na ukosefu wa kufuata taratibu na kanuni za usalama barabarani. Kuonyesha weledi mkubwa, kwa sababu tumekuwa ni watu wa kukariri. Sisi ambao tunakuwa tunapambana katika kusimamia usalama barabarani, tunakuwa tunakutana na changamoto nyingi sana kupitia watumizi wa barabara, hasa wale wanaokuwa wanajaribu kuchallenge kwamba wakiona askari wengine wanakuwa wanaendesha gari na akimkamata anaweza akamwambia wewe mwenyewe una leseni, wewe mwenyewe kwanza gari lako sijui limefanya nini. Sasa hii program nipende kumpongeza kamanda wa polisi kwa kuweza kuhakikisha askari wote wanapata elimu ya usalama barabarani kwa maana ya kusomea kabisa ili waweze kupata maarifa na hatimaye kupata vyeti. Hii italeta chachu kwa hata raia kuweza kujua kwamba jukumu hili la kusomea usalama barabarani kwa lengo la kupunguza ajali ni la kwetu sote, si la baadhi ya watu. Na ninafarijika kuona kuna vyombo mbalimbali ikiwemo magereza, polisi na watumishi wa umma mbalimbali ambao wameamua kuja kupata elimu hii. Labda kwa taarifa tu, kamanda wa polisi alienda mbali zaidi akaomba punguzo ili kuweza kuwafanya watumishi wake waweze kupata mafunzo haya kwa bei nafuu, lakini waweze kuelimika na wapate vyeti. Kwa hiyo tuliweza kuwasiliana na mkuu wangu wa chuo tukafanya punguzo la 50% la ada kutoka Laki2 mpaka Laki1. Na sasa hivi tunavyoongea mafunzo haya yataendeshwa kwa Laki1 kwa wale wanaotaka kujifunza udereva wa magari, lakini imekuwa 50,000 kwa bodaboda, uta au bajaji kutoka shilingi 70,000. Yote haya aliyasemea kamanda wa polisi wa mkoa, lakini baadaye ilitoka ridhaa na kukubalika. Nikiwa naendelea kuongea nitaomba ridhaa pia vile vile, kwa sababu nimeona mwitikio ni mdogo sana hapa leo. Nikisema wale wanafunzi wanaojifunza wa kupitia ngazi ya bodaboda walipo tu wasisimame, wanyoshe mkono tuwaone, wanyoshe mkono. Wanaweza wasifike hata 20, lakini bodaboda waliopo Kyela mwenyekiti ni zaidi ya 3,500. Kwa hiyo inawezekana kabisa changamoto alizosema DTO wa wilaya ya Kyela ikawa ni mojawapo, lakini inawezekana pia sababu nyingine labda ikawa ni uchumi. Sasa tunajaribu kuangalia sisi kama VETA, lakini pia tukiwa tumebeba kama kamati ya kuangalia usalama barabarani uendelee kuwa unaimarika, basi ninaomba kutumia nafasi hii kwa sababu mkuu wa chuo yuko hapa tunamaliza, itoke 50,000 ije shilingi, itoke 55,000 ije shilingi 40,000, kwa maana 35 ada, 5 form.
Lengo langu kubwa ni kuona idadi kubwa inaelimika. VETA kama taasisi tunaweza tukashirikiana na Jeshi la Polisi kwa ukaribu sana katika utoaji wa mafunzo haya ya udereva, na mafunzo haya yanatoka kwa wale ambao ni madereva lakini hawana vyeti, wana leseni lakini leseni yao walipata wanavyojua, hawajawahi kukaa darasani. Mimi hilo nimefurahi sana na nifarijika sana na uamuzi huu. Rafiki yangu RTO, yani umeunganisha makundi mengi. Kuna Jeshi la Polisi, kuna Jeshi la Magereza, lakini kuna watumishi wa ofisi mbalimbali pamoja na raia. Unaona jinsi ilivyo mchanganyiko ulivyo mzuri. Jamani, mnaona mchanganyiko ulivyo mzuri? Mimi nikupongeze sana rafiki yangu RTO. Lakini pongeza pekee vile vile nimpongeze afande DTO wa Kyela. Yaani kwa juhudi zake kuhakikisha kwamba anaweza akafikia makundi yote haya na akaongea nayo, na baada ya kuongea nayo wakakubaliana kwamba tunaweza tukafika mahali kama hapa siku ya leo. Nenda moja kwa moja kwenye mada kwa sababu mengi alikuwa amemaliza mratibu hapa. Mimi niseme tu kwamba VETA ipo kwa ajili ya jamii, na sisi tunasikiliza kero za jamii, na sisi tuko tayari kutoa aina yoyote ile ya msaada kwa jamii. Kuna ombi ambalo amelisema hapa kwa niaba ya Mamlaka ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi Stadi VETA, niseme tu kwamba ombi la mafunzo ya bodaboda kwa gharama hiyo aliyoitamka limekubaliwa kwa 100%. Kofia tu ndo leseni yako hiyo, lakini wameamua kuja darasani kuachana na mambo ya kizamani, askari wa kizamani. Au mwingine anasema mimi niko halmashauri, niko kwa mheshimiwa mkuu wa wilaya, mimi niko idara ya maji. Sasa tumejitambua, tumeachana na hiyo biashara, tumeingia darasani. Sasa hivi mimi kama mkuu wa usalama barabarani ambaye nina dhamana kusimamia mambo ya usalama barabarani, ni ngumu sana kupata leseni kama huna sifa, kwa maana huna mafunzo na huna cheti. Ni ngumu sana. Kwa hiyo nafikiri mafunzo haya pia yamechangia na ugumu ambao watu wamekutana nao, wakaona bora wajisalimishe. Mimi nawapongeza, na baada ya kupata mafunzo haya na kupata vyeti, leseni zitapatikana kwa urahisi bila usumbufu wowote. Taasisi nyingi za serikali zinahitaji sana madereva. Kwa mfano Jeshi la Polisi, naona ndugu zangu askari mko hapa, kuna upungufu wa madereva, lakini taasisi nyingi zinahitaji madereva kutoka Jeshi la Polisi na Jeshi la Magereza. Kwa hiyo uamuzi uliofanya ni mzuri, na ili uwe dereva mzuri lazima upate mafunzo. Udereva ni taaluma, wanasema ni profession, na profession inajengwa kwa mafunzo. Ili uwe dereva mzuri unakuwa na sifa kubwa mbili: umahiri na maarifa. Inawezekana katika kundi hili watu wengi sana ni mahiri. Umahiri ni uwezo wa kumudu chombo, kuwasha gari, kupaki, kuondoka, kusimama, kuingiza gia, kurudi reverse. Inawezekana unaweza, lakini kuna maarifa sasa, sheria, kanuni, ishara, alama, mambo kama yale lazima uyapate darasani. Kwa hiyo uamuzi wenu mliofanya ni uamuzi mzuri, kwa sababu tunakwenda kuwa na sifa stahiki. Hata kama leseni yako imekwisha na una cheti, hutaweza kurenew, lakini baada ya mafunzo haya utarenew. Na endapo utapata usumbufu wowote kwenye dawati la leseni, nione. Na ukipata usumbufu kutoka kwangu, muone afande RPC. Maana yake unajua uzuri wa jeshi, hata nyinyi mkiangalia hapa unajua huyu mkubwa wake huyu, huyu mkubwa wake huyu. Usikwame sehemu ukatuhumu jeshi. Ukikwama dawati la leseni, njoo kwangu. Umekwama kwangu, nenda kwa afande RPC. Kama una sifa, unastahili upate leseni yako bila usumbufu wowote. Na sifa ndio hiyo ambayo mnaitengeneza sasa hivi. Naomba itambulike kwamba hii kozi ni basic driving course. Hili tuwekane sawa, tusije tukaleta mgogoro baadaye. Narudia, naomba itambulike kwamba hii kozi ni basic driving course, kwa maana ya kwamba utapata madaraja yale madogo D, B, A, hizo shuka chini. Lakini baada ya kumaliza hii kozi utakuwa na sifa za kupata klasi E, klasi C. Hizo zina utaratibu wake tofauti. Na hata mitihani ambayo unasema ili umalize kozi lazima ufanye mtihani kutoka Jeshi la Polisi. Mitihani ya daraja E na daraja C inatoka makao makuu ya Kikosi cha Usalama Barabarani kwa afande kamanda wa Kikosi cha Usalama Barabarani Tanzania. Kwa hiyo
Tutakapomaliza hapa, usije ukasema bwana, nimeshasoma nimenyimwa klasi E, nimenyimwa klasi C. Kama mtu aliingia akiwa na mawazo kwamba akimaliza hapa atakuwa amepata C, tafadhali tuweke wazi kabisa ili tusije tukaingia kwenye mgogoro baadaye. Lakini baada ya kusoma kozi hii inakufanya wewe uweze kujiendeleza kwa kusoma kozi nyingine kama HGV ya malori, PSV ya mabasi hizo klasi C, mitambo, kozi za ualimu na kadhalika na kadhalika. Vile vile kozi ya udereva wa viongozi. Baada ya kusoma kozi hii unakuwa na sifa za kuweza kupanda kusoma hizo kozi nyingine. Na hii kozi sio refresher kama tunaofanya kozi nyingine. Hii ni kozi maalum ya udereva inayotambulika ambayo utapata utakava syllabus na utapata sifa za kupata leseni. Maana kuna mafunzo ambayo unafanya ya siku moja siku mbili, yale ni refresher, kupeana uelewa ili kuwekana sawa. Lakini itambulike hii ni kozi rasmi. Wewe askari unayesema ni msimamizi wa sheria alafu huzijui hizi sheria, itakuwa ni jambo la ajabu sana. Kwa hiyo nilipotoa maelekezo kila wilaya, tunapongeza wilaya ya Kyela umeanza kwa zoezi hili la kuita askari waweze kukaa chini kujifunza kama sehemu ya kuwajengea uwezo, lakini pia katika kuimarishana na kuhakikisha kwamba hizi sheria ambazo tunasimamia tukiwa tunajua nini kinatakiwa kufanyika. Kwa hiyo niwashukuru sana. Lakini pia nishukuru wananchi ambao wamejitokeza. Ni jambo la kushukuru sana kwa sababu mmeacha shughuli zenu, lakini mkaona ni umuhimu ulioje kuja kupata elimu ya usalama barabarani ili unapokuwa na kile chombo chako basi kiweze kuendeshwa ikiwa kinazingatia zile taratibu ambazo zimewekwa. Lakini na zaidi ya hapo ni hawa ambao wamekwisha pata vihusika vyenyewe, yani kwa maana vyombo vya moto, pikipiki, bajaji, magari, mmejitokeza na nyinyi pia kuja hapa. Viongozi wa maeneo hayo ni washukuru sana kwa kuhamasisha wale washiriki kufika hapa. Lakini katika mafunzo haya ninaamini kwamba sasa tutakwenda kujifunza sheria, kanuni na taratibu za mambo ya usalama barabarani ili tuepuke sasa ajali ambazo zinajitokeza bila kuwa na sababu za msingi. Walio wengi humu najua ni waendeshaji wa magari, yaani ni waongozaji, mnaongoza magari barabarani ili mradi tu isiende nje ya barabara na lisimgonge mtu mwingine, lakini wakati mwingine unashinda kulimudu kwa sababu huna umahiri, ila una sifa ya kuwa dereva, ila sasa huna umahiri na maarifa. Yaani hicho ndio unachokosa. Lakini wote humu mnaweza kuongoza, ukipewa kufungua hapo unawasha gari, unaliongoza linapita barabarani. Lakini sasa kuna wakati mwingine unashindwa kulicontrol kwa sababu hujapata haya mafunzo. Ni kweli sasa hii ili usiitwe muongoza magari barabarani, leo hii uanze kutengeneza mawazo kichwani mwako kwamba kuna siku sasa nitaanza kuitwa na mimi mwendesha gari, yani kwa maana ya halisi kwamba utakuwa ni dereva. Lakini walio wengi sio madereva, walio wengi ni waongozaji wa magari barabarani. Sasa hii baada ya kuona kwamba inajitokeza ajali nyingi sana katika wilaya hii, hususan wale bodaboda na hata wengine tu, tukasema basi tufikie maamuzi, tukae kama wadau wa usalama barabarani. Tukapeleka wazo kwa mkuu wa VETA mkoa wa Mbeya, RTO akaratibu yeye na wakuu wa usalama barabarani wa wilaya zote, wakakubaliana kwamba sasa tutaanza, na bahati nzuri tumeanza na wilaya ya Kyela. Ni jambo la kujipongeza sana. Hongereni sana Kyela kwa kulitambua hili na kwa kuzingatia kwamba sisi jeshi la polisi tumeona tusogeze huduma kwa wananchi, ambayo ni kuhakikisha kwamba kila mmoja anajua chombo hiki cha moto kinatakiwa kuendeshwa kikiwa kinazingatia sheria zilizotungwa na Bunge. Mheshimiwa mbunge amesema anaunga mkono juhudi hizi na amesema anatoa kiasi cha shilingi milioni 4 kuwalipia kama ada ya hao bodaboda watakopenda kuja kujiunga. Sasa kama hilo nalo litashindikana, haitakuwa na shida sana. Sisi jeshi la polisi utaratibu wetu huko pale pale, tutakukamata kama hujazingatia sheria za usalama barabarani, na kama unaendesha chombo cha moto chochote kile bila kuwa na leseni na bila kupitia mafunzo, sisi tutaendelea kukamata. Kwa hiyo ndio wanasema nitumie nafasi hii kuwapa ujumbe wale ambao hawajafika. Sio kwamba tunawalazimisha waje, hapana. Tunawahitaji watambue tu kwamba hili ni takwa la kisheria. Huwezi kuwa na chombo
cha moto alafu nakiendesha bila kuwa na uelewa. Watu wanaendeshaje gari hiyo wakati huna mafunzo yote, au pikipiki? Ni lazima kidogo sisi wasimamizi wa sheria sasa tuwe wakali kwenye eneo hilo. RTO pamoja na DTO na askari wenzangu, itabidi tuwe wakali kwa wale ambao baada ya mafunzo haya, kwa sababu najua wengine watakuja, lakini wale ambao hawahudhurii, tuna utaratibu wetu, kwa sababu orodha tunayo, itaingia kwenye database. Kama hujapata leseni, wataangalia kwenye database, watakuacha kwamba huyu bado yuko kwenye utaratibu. Lakini kama hauko kwenye database ya kwetu ya madereva wote, lazima upigwe fine, na isitoshe tutakufikisha mahakamani. Sasa ukishafikishwa mahakamani, wewe ni mhalifu. Kwa hiyo tukikuta tena, utakuwa ni mhalifu mzoefu. Tukikurudisha mahakamani, mahakama itatafasiri kitu fulani kwako kwamba kumbe wewe ni mhalifu mzoefu. Wanahitaji haya mafunzo. Tuna kundi kubwa ambalo hawajaja kwenye mafunzo hayo. Kwa hiyo niombe viongozi wa VETA mpo, tutakapowaita tena kipindi kingine msituchoke, na twende na mwendo huu wa kushusha bei ili tuwapate wote, kwa sababu Mheshimiwa Rais anachotaka ni kwamba tutatue changamoto za wananchi. Katika kutatua ni pamoja na kuwasikiliza, lakini pia kuwasogezea huduma ili waweze kupata huduma kwa urahisi. Ukishamsogezea huduma, yale mengine RPC aliyosema hapo yanafuata, kwamba nilikuletea huduma, una kipi cha kujitetea. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana, lakini pia niwapongeze VETA na kuwashukuru sana kwa hichi ambacho mmekifanya cha kuja mpaka huku Kyela, lakini pia cha kuangalia namna ambavyo tunaweza tukawavuta wananchi kwa kupunguza bei, lakini pia ninaamini kwamba watakapomaliza mafunzo haya basi watakuwa wametoka tofauti na vile ambavyo walikuja. Na kwa kweli kwa mwitikio huu wa watu 56, na nikiangalia hapa wengi ni wametoka kwa OCD na wengine labda magereza, nadhani wananchi ni wachache. Imenisikitisha kwa sababu niliwahi kukaa kikao na wenzangu, na waita wenzangu kwa sababu mimi ni mdau mkubwa sana wa bodaboda, na niliwaomba katika vitu tulivyokubaliana ni wao kuwa na leseni, na na hakika nikimwambia DTO hapa nipe takwimu nao wakamata, ni wengi hawana leseni. Sasa nilitegemea hapa wao ndio wao wamejaa mpaka wa exceed hiyo nini extended jurisdiction na kama dirishani, lakini siwaoni. Na hakika hapa nikiwaambia bodaboda ambao wamekuja kwenye mafunzo wapunge mkono, sidhani kama wako wengi. Mtu tuonyeshe mkono. Umeona? Wewe mwenyekiti si tayari una leseni? Wako wachache sana, lakini na uhakika kwenye kundi lako mwenyekiti wako wengi. Sasa hizi fursa zinapokuja tuzitumie basi. Yani tuzitumie vizuri, na naomba wapelekee salama. Mimi na nyie tumeanza urafiki, tumeanza kuwa ndugu, basi kwenye hili tusiachane. Na kwa sababu mimi Mheshimiwa RPC nikwambie tu, na nadhani OCD ni shahidi, tulikubaliana kwenye kuu katika, sijui kwa wenzangu, lakini wilaya ya Kyela ni sehemu ambayo ukitoa mikopo ya 10%, bodaboda, vikundi vya bodaboda ni vingi. Sasa nikamwambia wengi, tukiwapa hii mikopo, ukiangalia wale wana kikundi wengi hawana leseni. Nikamwambia sasa tuweze kuwasaidia wenzetu wa jeshi la polisi usalama wa barabarani, tumeweka kigezo pale, kikundi njooni, lakini lazima muwe na leseni. Kwa sababu inakuwa sasa tumsaidie Mheshimiwa Rais, unawapa watu mkopo wa 10%, mwisho wa siku anapata ajali, chombo kile kinaharibika, marejesho hayawezekani tena. Na lengo la mikopo ile ni kwamba tukuwezeshe ili urejeshe, ili wasaidie watu wengine.